Yes, bwana mambo vipi? Habari kubwa ambayo ina mega headline kwa visasa katika mitandao ya kijamii ni kumuhusu Bibi Nandy pamoja na Pipi Jojo. Bwana, Bibi Nandy amemsaini Pipi Jojo katika lebo yake. Tunajua hapo awali Pipi Jojo alikuwa anamilikiwa na Chief Godlove. Tunajua Chief Godlove ni bilionea mkubwa hapa Tanzania, lakini alikuwa anamiliki msanii Pipi Jojo na vile vile ana lebo yake ambayo inaitwa Chief Fruit Music. Sasa katika lebo ya Chief Fruit Music, Pipi Jojo hakuwa kusaini mkataba, bali alikuwa anafanya kazi kama msanii tu wa kawaida, kwa sababu kuna vipengele ambavyo vilikuwepo. Pipi Jojo mwenyewe aliona kwa upande wake ni vigumu, hivyo alikuwa anasubiri kwanza muda ufike au maongezi yaendelee kufanyika ili aweze kusaini mkataba katika lebo ya Chief Godlove, lakini walikuja kushindwana na Pipi Jojo ikabidi aondoke. Sasa kuna mambo mengi ambayo yaliendelea kati ya Pipi Jojo pamoja na Chief Godlove, ikiwemo Pipi Jojo na Chief Godlove waliondoka kutoka Tanzania na kwenda nchini Kenya. Walipofika Kenya, mambo mengi yaliendelea, japo kubwa ambalo walikuwa wanaliongea nchini Kenya ni swala zima la mkataba, na hapo ndipo waliposhindwana na ikapelekea Pipi Jojo aweze kurudi Tanzania na Chief Godlove aendelee kubaki nchini Kenya. Na mpaka sasa hivi bwana Chief Godlove anaonekana yupo nchini Kenya akiwa anaendelea kula bata na bwana Chief Godlove baada ya kuachana Pipi Jojo tu pale alitangaza wasanii wake wapya, wasanii wawili. Kwa hiyo ilionekana kabisa alikuwa ni kama anatafuta kiki ya kumwachia Pipi Jojo ili aweze kusaini wasanii wengine. Sasa swala hili watu walichukulia limekaa kimkakati. Imekuwaje amemwachia tu Pipi Jojo na akatambulisha wasanii wengine wapi? Na maana kwamba alikuwa tayari kashaandaa wasanii ili akiachana tu na Pipi Jojo, kwa sababu alishaona kama wameshindwana, aweze kusaini msanii wake, kutambulisha wasanii wake wengine. Lakini swala kubwa ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa ni pongezi kwenda kwa Bibi Nandy ambaye ameonyesha uthubutu wa kumsaini msanii Pipi Jojo. Hapa nimepita katika baadhi ya peji za watu maarufu ambao wameandika maoni yao kuhusiana na swala zima la Pipi Jojo kusainiwa na Bibi Nandy African Princess. Sasa hapa kuna peji ya bwana mmoja ambaye anaitwa Pimbi, anasema kwamba Nandy umefanya jambo la maana sana kumsajili Pipi Jojo, kwa sababu alikuwa anahangaika mitaani anatafuta msaada na anakosa. Lakini kuna peji nyingine hapa ya bwana mmoja, ngoja nipite nayo kwa sababu ni peji ya mtu maarufu, ngoja nisisome kwa jina lake. Bwana ameandika kwamba Pipi Jojo hapo alipofika tulia, kwa sababu huyo ni mtu ambaye anaweza kufikisha katika malengo yako. Ukiwa ni mtu wa mapepe basi utafeli. Lakini bwana, tunakumbuka Bibi Nandy alikuwa vile vile anamiliki msanii kama Yami, lakini walikuja wakashindwana. Sasa sababu za kushindwana kati ya Yami na Nandy ni zipi hazijajulikana mpaka hivi sasa, lakini cha msingi ni kwamba alikuwa anafanya naye kazi na walikuwa wanaishi vizuri. Kwa hiyo mtu kama Pipi Jojo naye anatakiwa tuwajitume ili aweze kuonyesha Watanzania kwamba anaweza, kutokana alivyoanza. Tuna nyimbo yake ya kwanza Chakacha, ni nyimbo ambayo ilifanya vizuri katika kipindi kigumu. Tunakumbuka nyimbo ya Chakacha ilitolewa kipindi ambacho Tanzania inaenda katika uchaguzi, lakini ilifanya vizuri. Kwa hiyo mtu kama Pipi Jojo inabidi aonyeshe umma kwamba kweli yeye ni msanii mzuri, ni msanii ambaye anaweza kupambana katika game ya Bongo Flava, kwa sababu wasanii wa kike ni wachache ambao wanapambana. Tunamwona tu yuko Nandy pamoja na Zuchu, ndio wasanii ambao wanatunishiana misuli, lakini hao wengine wanakuwa ni wa msimu. Mtu anakuja anavuma na nyimbo moja anapotea. Sasa je, Pipi Jojo anaweza maintain katika game ya Bongo Flava kama alivyoweza maintain Zuchu pamoja na Nandy? Maana hawa ndio wasanii ambao wana ushindani mkubwa katika game ya Bongo Flava. Sasa hili ni jambo la kusubiri. Lakini vile vile toka ametambulishwa katika lebo ya Nandy, basi ametangaza kwamba anakuja na nyimbo yake mpya. Kwa hiyo mashabiki mkae tayari kwa ajili ya kumpokea Pipi Jojo na kumpatia sapoti katika nyimbo yake mpya ambayo anakwenda kuiachia hivi karibuni. Sasa ni nyimbo ya namna gani, au ni nyimbo ambayo inakwenda kwa jina gani? Hilo ndio swala ambalo watu wengi wanatamani kujua. Pipi Jojo kwa sasa hivi anakuja na nyimbo gani bwana? Lakini cha msingi ambacho watu wengi walikuwa wanajiuliza kuhusiana na Pipi Jojo, Pipi Jojo pengine
mpaka ameachana na Chief Godlove, kwa sababu kulikuwa kuna tetesi nyingi za kusema kwamba alikuwa amepewa mimba na Chief Godlove, lakini wakaja yeye mwenyewe alitoka na kuja kukanusha kwamba hakupewa mimba na Chief Godlove, bali ni maneno tu ya watu ambao wameazusha katika mitandao ya kijamii. Yeye Chief Godlove alikuwa anamchukulia kama baba yake, kwa hiyo hawezi kufanya mapenzi na mtu ambaye ni baba yake. Na kwa uhalisia tukiangalia kweli Pipi Jojo ni mdogo na Chief Godlove ni mkubwa, kwa hiyo kwenye masuala ya mahusiano ilikuwa haiko sawa. Lakini vile vile wengine wanadai kwamba ndio chachu ambayo imepelekea mpaka Pipi Jojo ameshindwa kukaa kwa Chief Godlove kwa sababu alikuwa anamforce. Lakini hayo ni mawazo na mitazamo ya watu ambayo wameona inaweza ikawa au isiwe, kwa sababu binadamu anachokiwaza pengine kikawa ni sahihi au kisiwe ni sahihi. Sasa kwa upande wa Pipi Jojo yeye mwenyewe, maneno yake baada ya kusajiliwa na Nandy, amekuja kuongea maneno mengi na kusema kwamba anadhani ndoto zake zitatimia, kwa sababu hapo awali alikuwa afanyi mziki kwa uhuru kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinambana, lakini anadhani hapa alipofika ni sehemu sahihi na ni sehemu ambayo ataonyesha Tanzania kwamba ana uwezo mkubwa wa kuimba na kipaji chake ni sehemu ambacho kitaonekana kwa ukubwa zaidi kuliko alipokuwa kule kwa Chief Godlove. Kwa hiyo inaonekana bibie Pipi Jojo akiwa ana furaha kubwa sana toka ameenda kwa bibie Nandy, na ndio maana mpaka katika mahojiano ameonekana akiwa ana furaha kubwa sana, na alivyosajiliwa tu katika lebo ya Nandy basi ameonekana akiwa ni mtu mwenye furaha sana. Lakini hili swala kwa nini ameonekana akiwa na furaha kubwa tofauti na hapo awali, ni baadhi tu ya mivutano ambayo ilikuwa inatokea na sio kama watu ambavyo wanafikiria, kwa sababu kila mtu anafikiria jambo lake kutokana na Pipi Jojo, kuhusiana na Pipi Jojo pamoja na Chief Godlove ambayo yalikuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Yale yalikuwa ni maneno tu na sintofahamu ya hapa na pale, lakini jambo kubwa ni kipi ambacho anaweza ukifanya Pipi Jojo katika lebo ya Nandy. Sasa ndio jambo ambalo watu wengi wanalisubiri, lakini cha msingi tunakukumbusha mdau wangu, shusha comment yako hapo katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata update kila siku.